kuzaliwa mara ya pili. Haleluya. Yes. Ni siku kadha wa kadha sasa tumeendelea na hili somo letu na tumeona mambo mengi sana. Kwa hiyo tutakuwa tunajaribu kudonoa baadhi ya vipengele kwa ajili ya kuvirudia tena, kuvielezea tena, kurudia na kurudia, ili angalau kujenga ule uelewa unaohitajika, kwa sababu uelewa unaohitajika huo unajengwa. Na ndio maana ili awe injinia, maana yake ule ni uelewa. Kwa hiyo inabidi mtu aanze kuandaliwa, kufundishwa ili afikie kwenye uelewa huo. Kuwa injinia ni kuwa huo uelewa, ni kujua hivyo. Ukizungumzia daktari pia the same, mwalimu pia the same, upilot, kurusha ndege the same, wanajeshi the same, kuwa askari the same, kila kitu, kuwa fundi the same. Kwa hiyo kuna aina ya uelewa unaotakiwa kufikiwa. Haleluya. Na tunapaswa wakati mwingine kurudia vitu. Sasa tokea mwanzo tuliona kuzaliwa mara ya pili sio kudumbukizwa kwenye maji, sio kudumbukizwa kwenye maji. Kwa hiyo mawazo ya kufikiria kudumbukizwa kwenye maji, mtu hapaswi kabisa kufikiria ni kuzaliwa mara ya pili. Sio komunio, sio kushiriki komunio, sio kuzaliwa mara ya pili, sio kufata taratibu fulani hivi za kidini. Huko sio kuzaliwa mara ya pili. Kwa hiyo kuzaliwa mara ya pili sio jambo la kidini. Kuzaliwa mara ya pili sio kuongoza kile wanaita, ambayo kimsingi na yenyewe unagundua walivyo structure ile sala ina makosa, kwa sababu mtu ambaye ameshamwamini Kristo anaambiwa aseme mimi ni mwenye dhambi. Kwa hiyo katika nyakati hizi ambazo mapinduzi ya Injili yanaendelea kutokea miongoni mwa jamii zetu, kati ya kitu ambacho lazima watu watakipiga chini ni ile sala ya toba, ile wanaita sala ya toba, kwa sababu ina makosa, haimfunui Kristo. Ndio maana leo ukiongea na watu, ukitaka kuongea nao kwenye eneo la kuonyesha wao sio wenye dhambi, ni wagumu sana kuelewa, kwa sababu from day one walijengwa kwenye kujiona wao wenye dhambi kwa sababu ya ile sala, kwa sababu walihalalishiwa wakiwaambia sema maneno yafuatayo: Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakuja kwako, mimi ni mwenye dhambi, mimi ni mwenye dhambi. Kwa hiyo ile iliingia kwenye fikra, kwenye mawazo, ilinasa. Sasa na kwa sababu ilijengwa ndani ya fikra ya huyo mtu from day one, usitarajie utaing'oa hiyo kirahisi. Lazima utumie evidence za kutosha ili kuing'oa hiyo kwenye fikra za mtu huyo. Haleluya. Yes, kwa hiyo tunapozungumzia swala la kuzaliwa mara ya pili, sio kufata utaratibu fulani hivi wa kidini kutimiza mapokeo, haihusiani kabisa na jambo hilo. Sio kuzamishwa kwenye maji mengi, sio maji mengi wala sio maji machache, haihusiani kabisa. Huko haihusiani kabisa. Acha tusome Yohana sura ya 3 mstari wa 3. Anasema, Yesu akajibu akamwambia, acha nianzie mstari wa kwanza ili tupate ule muunganiko wa story. Basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa huu mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe, isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Mstari wa 3, Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Kwa hiyo anasema haiwezekani kuona ufalme wa Mungu mtu asipozaliwa mara ya pili. Yaani maana yake katika jambo la kuona ufalme wa Mungu, kuzaliwa mara ya pili ni lazima. Kuzaliwa mara ya pili ni lazima, sio option, ni lazima. Na unagundua kwamba ili mtu
aelewe ili somo la kuzaliwa mara ya pili impe wepesi wa kuelewa. Unagundua ni muhimu sana mtu huyo lazima awe ameelewa somo la mawazo, kwa sababu kinachozaliwa mara ya pili ni mawazo, na unagundua somo la mawazo ni somo muhimu sana, ni kiungo kwenye vitu vingi sana, kwa sababu hapo ndipo kwenye kituo cha mabadiliko ya mtu. Na ndio maana watu wengi wanafikiri pengine wanaweza wakabadilika kwa sababu wamefunga maombi, wamepiga tatu kavu. Wanafikiri kwa kufanya hivyo watabadilika. Pengine wanafikiri watapata mabadiliko fulani labda kwa kutoa sadaka, au wanafikiria kwa kufanya kitu fulani hivi watapata mabadiliko. Lakini ukweli ni kwamba mabadiliko hayako kwenye kufanya chochote. Mabadiliko yako kwenye mawazo. Mawazo ndiyo kila kitu kumuhusu mtu, ndo mtu mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu tunaelewa sasa kwamba tunapozungumzia vitu vitatu, tunapozungumzia roho, tunapozungumzia mwili, tunapozungumzia nafsi, hivi vitu vitatu, tunajua mwili ni mwili kwenye ulimwengu wa kimwili, ni mwili kabisa huu ambao kimsingi huu mwili hauwezi ukafanya lolote bila ya nafsi. Nafsi ndo inayotoa maelekezo ili mwili utekeleze maelekezo hayo. Kwa hiyo nafsi isipotoa maelekezo, maana yake mwili hauwezi ukafanya chochote. Kwa hiyo huu mwili ni mwili wa kimwili kwenye ulimwengu wa kimwili. Lakini pia roho pia ni mwili pia. Roho pia ni mwili, lakini roho ni mwili katika ulimwengu wa kiroho. Na unagundua theolojia iliyopo kati ya eneo ambalo lazima lipigwe chini ni hilo, kwa sababu theolojia imejaribu kuwashawishi watu, yani ni kama nafsi na roho ni vitu ambavyo ni kama nafsi iko ndani ya roho. Yani mara wengine wanaelezea ni kama roho iko ndani ya nafsi, yani ni kama vitu vilivyounganikana. Kwa hiyo watu wanafikiria uhalisia wao ni kwa sababu kuna shida fulani kwenye roho. Hamna, issue sio roho, kwa sababu roho pia ni boksi, ni mwili ambao hauna utendaji mpaka upokee maelekezo kutokea kwenye nafsi. Kwa hiyo unagundua nafsi ndiye pekee ambaye ana access ya kutoa maelekezo kuupa mwili wa kimwili, au kutoa maelekezo kuupa mwili wa kiroho ambao ndo roho, nafsi. Kwa hiyo tunajikita zaidi kumwangalia nafsi, kwa sababu huyo ndiye anaweza aidha akazaliwa katika mwili au anaweza akazaliwa katika roho. Nafsi ndo anaweza kuzaliwa katika Adamu wa kwanza, au nafsi ndio anaweza kuzaliwa katika Kristo, Adamu wa pili. Ni nafsi huyu ndo anaweza akaplay kote kote, na huyu nafsi ndo amebeba, ndo point ya mabadiliko. Nafsi ndiyo hasa anayelengwa, na ndio maana ukizungumza ukisoma kwenye kitabu cha 12 mstari wa 2 utakuta kitu fulani Mtume Paulo alikuwa anazungumza pale. Anasema, wala msiifatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Biblia ya Kiingereza inasema and be not conformed to this world. Kuwa conformed maana yake ni kufuata structure fulani. Unajua, kwa mfano wale wanaotengeneza barafu, ile barafu anaitengeneza, labda kama anaitengeneza na material fulani, anakuwa katika mfumo wa uji fulani hivi. Kwa hiyo
anapoiweka kwenye kile kikombe, kama anataka iwe na structure fulani. Kwa hiyo ile barafu inapomwagwa mle, maana yake ina conform ile structure ya kile kikombe. Maana yake ikiwa katika hali yake ya huo uji inapowekwa kwenye kile kikombe kabla hajawekwa kwenye friji, maana yake inapowekwa mle, ikiwekwa kwenye friji, inaenda sasa kufreeze, kuganda, na inaganda kutokea kwenye hali hiyo ya liquid state kwenda kuwa kwenye solid state. Ina conform structure hiyo, inaendana. Kwa hiyo anasema and be not conformed to this world but be transformed by the renewing of your mind. Kwa hiyo anaposema mind, maana yake anagusa moja kwa moja kuhusiana na nafsi. Na nafsi haibadilishwi na maombi. Nafsi inabadilishwa na fundisho. Kuna kitu nafsi inatakiwa isikilizishwe, ielewe, kwa sababu nafsi inaweza ikawa chochote ilichokielewa. Huo ndio uwezo wa ajabu sana wa nafsi, inaweza ikawa chochote. Kwa hiyo mtu kama yuko vile alivyo, haimaanishi kwamba ndivyo alipaswa kuwa hivyo tu, kwamba alivyo ndio hiyo ndio possibility peke yake ambayo iko mbele yake. Kuna possibility uncountable huyu mtu angekuwa, ila isipokuwa kwa utashi wake yeye kaamua kutumia hiari yake kuchagua possibility moja miongoni mwa uncountable possibilities ambazo alikuwa anaweza kuwa, ila kachagua yeye moja. Na alivyochagua yeye, sio Mungu kamchagulia, ni yeye kachagua, katumia uhuru wa kinafsi kufanya maamuzi hayo. Kwa hiyo nafsi ndio inayozaliwa. Nafsi anasema be transformed by the renewing of your mind. Kubadilishwa nafsi. Nafsi ndio center. Nafsi ndio inayobeba kila kitu, nafsi. Kwa hiyo tunapozungumzia swala la kuzaliwa mara ya pili ni kuhusiana na nafsi, na ndio maana jukumu letu ni kuhubiri Injili, habari njema, kuwafunulia watu picha ili waitazame hiyo picha, kwa sababu chochote ambacho nafsi ikiwekewa kukitazama, ikikielewa, sharti iwe hicho, sharti iwe hicho. Unajua kitu kimoja ambacho watu wanapaswa kukielewa sana kwa undani. Nilikuwa naongea na rafiki yangu mmoja, nikamwambia kati ya fundisho kubwa kwenye Ukristo, kubwa sana na ambalo hakuna mtu anaweza karibishia, ni kwamba Yesu alipoenda pale msalabani alimshinda kabisa shetani. Alimshinda kabisa complete. Yaani alimshinda kabisa completely. Kabisa. Na maandiko yanasema hilo wazi. Na hakuna mtu ambaye anayesema anamwamini Kristo ambaye anaweza karibishia jambo hilo. Hayupo. Kwa mfano, hebu tusome kitabu cha Wakolosai. Ukisoma kwenye kitabu cha Wakolosai sura ya 2 mstari wa 15, anasema hivi: akisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena. 15, akisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akizishangilia katika msalaba huo. Akisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akizishangilia katika msalaba huo. Sasa anaposema kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, labda hili neno mkogo, pengine kwa sababu limeandikwa tu mkogo, sasa watu wanajiuliza mkogo ndo kitu gani? Sasa kwa mfano ukisoma kwenye Biblia ya habari njema, ndo at least amefafanua zaidi hapo anachokimaanisha. Sura ya 2 mstari wa 14 anasema alifutilia mbali ile hati ya deni, maana yake sheria zile amri 10 iliyokuwa inatukabili na masharti yake, na kuifuta kabisa kwa kuipigilia msalabani. Huko Kristo aliwapokonya nguvu zao hao mapepo, watawala na wakuu,
aliwafanya kuwa kitu cha fedheha hadharani kwa kuwaburuta kama mateka katika msafara wa ushindi wake. Kwa hiyo lile kwenye kile Kiswahili cha kisasa, lile neno mkogo, angalia alivyofafanua zaidi huko. Anasema huko Kristo aliwapokonya nguvu zao hao pepo, watawala na wakuu, aliwafanya kuwa